wako Bwana, ila roho. Mtazamaji wa YouTube chaneli yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Arusha. Askofu mkuu wa makanisa ya NLCC Tanzania Peter Raphael ameeleza mara nyingi mtu wa Mungu anapokuwa na dhambi, jambo hilo linamfanya ashindwe kumkaribia Mungu. Askofu Peter ameeleza hayo leo katika ibada ya Jumapili ambayo imefanyika katika kanisa hilo lililopo Olosiva mkoani Arusha. Pamoja na mambo mengine, ametaja baadhi ya mambo ambayo yanatokana na dhambi au madhara ya dhambi. Mpendwa mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Kimsingi tumekuwa katika wiki ya maombi na maombi yetu hasa yamejikita katika toba na utakaso pamoja na maombi mengine mengi ambayo tumekuwa tunayaombea. Ninataka nizungumze kwa nini tunafanya toba na utakaso. Nikupe sababu zile 8 ambazo tumeziombea katika ile siku ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa kuwa wengine inawezekana ile Jumapili nilivyokuwa nikisema hawakusikia ama hawakuelewa, lakini kuna sababu kama 8 ambazo tunasema haya ni matokeo ya dhambi au ni madhara ya dhambi. Alafu baada ya hapo tutaruka mpaka pale tulipokuwa jana na tutaendelea na jambo moja la kuombea kwenye ibada hii ya asubuhi ya leo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa tunayo maandiko ambayo tumeyasoma mara nyingi sana, lakini si vibaya kwa sababu ni neno la Mungu, bado tunaweza kuyasikia ama tunaweza kuyasoma tena. Tuna haya maandiko, kitabu cha Isaya 58:2, kitabu cha Thesalonike wa kwanza 5:23, na pia kitabu cha Ibrania 13:2, na Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari ule wa 28. Kila mara kunapokuwa na dhambi kwenye maisha ya mtu, hiyo dhambi inamfanya adui awe na nguvu au awe na sababu za halali kabisa kuweza kushambulia maisha ya mtu. Sasa unaweza ukapigwa wewe, au inaweza ikapigwa biashara, au inaweza ikapigwa familia kwa sababu ya kufungua milango ya dhambi. Ukienda mstari wa 35 anasema kama mbingu zimefungwa. Sasa hapa kwenye mbingu kufungwa ndio kile tulichokuwa tunaomba kuhusu ulimwengu wa roho unavyofanya kazi. Wakati mwingine kunakuwa hakuna matokeo kwa kila tunachokifanya kwa sababu mbingu zimefungwa. Unaomba hakuna kitu kinatokea, unafanya kazi kwa bidii lakini hauna mafanikio unayoweza kuyaonyesha. Wewe ni mtu ambaye unajaribu sana kufanya mambo mazuri, lakini ni kama mbingu zimefungwa kwako. Lakini jambo la tatu linaonekana katika mstari wa 37, inasema kama nchi imeingia njaa. Sasa nikasema njaa maana yake ni kupungukiwa au ni uhitaji uliokithiri. Njaa sio ile tu hali ya kukosa chakula, lakini ni kuingia katika hali ya kupungukiwa na uhitaji uliokithiri. Sasa naomba unisikilize katika haya mambo 8 ambayo napenda niyarudie tena siku ya leo. Tunasema haya ni matokeo au madhara ya dhambi. La kwanza, nasema dhambi inavunja uhusiano wa mtu na Mungu. Dhambi inavunja uhusiano wa mtu na Mungu. Dhambi inavunja uhusiano wa mtu na Mungu. Ukirejea kwenye kitabu kile cha Mwanzo, mtu wa kwanza Adamu, unaona jinsi alivyohusiana na Mungu na hali yake na maisha yake yalivyokuwa. Lakini ilipoingia dhambi, unaona ule uhusiano wake na Mungu ulipovunjika, mambo yakaanza kuwa ya tofauti sana. Kwa hivyo katika hilo la kwanza tunasema tunaomba kupata kibali tena cha Mungu na uhusiano wetu na Mungu uliovunjika uweze kurejeshwa. Dhambi inavunja uhusiano wa mtu na Mungu. Unaweza kuwa na uhusiano mzuri na kanisa na mambo mengine, lakini uhusiano na Mungu wenyewe huwa unavunjwa kwa sababu ya dhambi. Lakini ya pili tukasema dhambi zinauficha uso wa Mungu. Sasa haya ni madhara ya dhambi. Inaficha uso wa Mungu, wala Mungu hataki kusikia maombi.
Lakini ya tatu inasema dhambi zinamfanya Mungu asisikie maombi, kilio wala kuugua kwetu. Unapokuwa katika maisha ya dhambi, unaweza kuwa unalia lakini hupati msaada, kwa sababu dhambi zinamfanya Mungu asisikie kilio wala kuugua. Yaani msingi wa imani ya Kikristo sio kwamba we uishi kwa maombezi ya mchungaji au kwa maombezi ya watumishi au kwa maombezi ya manabii. Msingi wa imani ya Kikristo ni kwamba we uishi kwa kuomba kwako. Ndio maana maandiko yanasema katika Yakobo, kuomba kwa mwenye haki kunafaa sana kama akiomba kwa bidii. Hasemi akiombewa kwa bidii. Jamani, mnanielewa? Hasemi akiombewa kwa nini? Sababu kuna wengine wao wanataka waombewe kwa bidii. Maana yake kama tumetubu dhambi na kuziacha, kila mmoja wetu anayo nafasi mbele za Mungu Baba. Na Mungu Baba unapoanza kuomba na kukaribisha, anasema karibu mwanangu, niko tayari kukusikiliza. Unasema nini leo? Una mahitaji gani leo? Jambo la 4, ukasema dhambi inazuia utendaji wa Mungu. Katika Waebrania 2:4 ukisoma pale inasema Mungu akitenda kazi pamoja nao kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu, akitenda kwa ishara na maajabu mengi. Waebrania 2:4. Lakini dhambi ndizo zinazozuia Mungu asiweze kufanya vitu kwenye maisha ya watu. Watu wanaishia hapo tu, yani wanaanza, wakifika hapo wanaishia hapo. Naanza biashara, unaenda kabla biashara haijakaa vizuri, biashara imeanguka, unaanza tena. Kila mwaka unakuwa ni mtu wa kuanza. Kila mwaka unaanzisha mambo mapya. Lakini kwa nini usivuke hapo? Kwamba nimeanza sasa naendelea. Nimeanza sasa ninaenda. Umeanza kujenga, nyumba inaenda, umemaliza, umeingia. Umeanza, kila unachoanza kiende, kisiishie hapo njiani kwa jina la Yesu. Mungu aanze kuyajenga maisha yako tena. Hili ni ombi langu. Eneo lolote ambalo haliendi vizuri, mahali popote ambapo mambo hayako sawa, yeye anasema ni siku ya kujengwa kuta zako tena. Biashara yako itajengwa tena. Heshima yako itajengwa tena katika jina la Yesu. Anasema nitajenga kuta zako na mpaka wako utasogezwa mbali. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.